Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Jafar. Jafar alikuwa mtoto mwenye kupenda kucheza sana. Apenda kupanda miti, kuangua matunda, kucheza mpira. Yaani alikuwa hatulii nyumbani. Yeye saa zote tu ni nje. Bora ashamaliza kazi zake, yeye humpati nyumbani. Ashatoka zake nje. Sasa yeye saa zote yeye ni mikono yake michafu, kucha zake ni chafu. Nyumbani yani akirudi, mamake anapata tabu kila siku kufua nguo zake. Maana panda miti mara ashaanguka, kucheza mpira mara ashaanguka, mara ashaenda kucheza na michanga. Yaani yeye saa zote utampata tu yeye lazima awe ana uchafu kila mahali. Siku moja katika michezo yake, hiyo siku akachafuka kupitiliza siku zingine. Akirudi nyumbani yeye ni mchafu, lakini muda wa swala umefanyaje? Umewadia. Kwa hivyo yeye alikuwa akatawati tu upesi akaenda akafika akaswali. Sasa venye alikuwa anaswali, sasa hasikii raha, mara yasikia yuko yani hayuko kama kawaida. Kidogo akiangalia hivi makucha, mbona kucha zangu nyeusi? Mpaka alikuwa haconcentrate na swala, yeye yajiangalia tu yeye. Akipiga ruku, nguo yangu leo imechafuka sana hapa. Akisijui yani alikuwa anagundua kila uchafu hapo ndani ya swala. Ila kwenye michezo ilikuwa hagundui. Baada ya hapo akaenda zake kwa mamake akamuelezea, mami, leo nimeswali lakini nimejiona leo mimi ni mchafu kuliko hizo siku zingine. Mama akamwambia si uongo, leo umechafuka zaidi kuliko siku zingine, na hizi ni tabu wanipa mimi, maana mimi kila saa mimi ndo nakufulia hizi nguo zako, utanikata vidole, sina washing machine, utaniumiza. Basi kwa yule Jafar, kwanza ni hiyo siku ikawa sasa hivi hata akienda kujichafua basi lazima amsaidie mamake. Afue vijiguo vyake upesi, aangalie kucha zake ziko safi, aoge ndo aswali. Kwanza ni hiyo siku kila akiswali anasikia starehe, hasikii yani dhiki kama venye alisikia ile siku. Mpaka yani akaanza mwenyewe kujiona amekuwa sana karibu na Mwenyezi Mungu. Na kumbe Mwenyezi Mungu apenda watu wasafi, hapendi watu wachafu. Maana kile siku nilikuwa najaribu kuswali lakini akili yangu haiko, akili yangu yaenda mahali kwingine, na mimi hapa nafanya swali, nisiposwali nitapata dhambi, nitaenda niadhibiwe na Mwenyezi Mungu, na mimi sitaki. Mimi mwenyewe nafanya bidii hapa ni mheshimu mzazi wangu, kwa sababu najua pepo iko chini ya miguu ya mamangu. Kwa hiyo nafanya bidii ni mheshimu mzazi wangu. Nafanya bidii nitekeleze kila kitu yenye mamangu atakanifanya. Lakini pia nimegundua usafi pia ni kitu cha muhimu katika dini. Maanake hizo siku zenye zimepita, silikuwa sijawahi pata amani kama leo. Leo nina amani. Na hata nikiswali nasikia raha kwa sababu mimi ni msafi. Nikitaka kucheza mwenyewe namsaidia mamangu, nafua nguo, mamangu yafurahi, pia mimi nafurahi, kwa sababu Mwenyezi Mungu, ukimfurahisha mamako Mwenyezi Mungu anafurahi na wewe. Na wewe basi huwa huna shida. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Hadithi yetu ya leo imetufunza nini cha zaidi? Usafi. Tumakinikeni sana kwenye usafi na tutilie maanani usafi. Kwani Jafar yeye siku moja tu alikuwa mchafu kupitiliza, lakini akaanza kujisikia yeye yani hayuko vizuri, mpaka ile swala yake akaanza kuishukushuku. Ila alivyokuwa msafi akawa mtoto mzuri, ikawa na swali na amani, akapata pia ile peace of mind mwenyewe, na hadithi yangu ikaishia hapo. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Masalam.